Movie inaanza, tunamwona kijana mdogo aliyokuwa amesimama na mbele yake kulikuwa kuna mnyama ambaye hata mashujaa wa kale walikuwa wanamuogopa kumkabili. Percy Jackson alikuwa na uchaguzi mmoja tu katika siku ya leo, kupigana au kufa, lakini hakujua kuwa sekunde chache zilizokuwa basi zinafuata zingeweza kubadilisha maisha yake milele. Basi karibu tena katika episode ya 4 na hii hapa ni Percy Jackson and the Olympians. Sasa movie yetu inaendelea pale pale tulipokuwa tumeweza kuishia katika episode ya 3. Inaanza sehemu ambako Percy pamoja na Annabeth wakiwa na Groove walikuwa wanaendelea na safari yao ya kwenda kutafuta moja kati ya kitu adimu sana katika mji huu, kwenda huko ambako basi mama yake mzazi Percy alipokuwa basi ameweza kuhifadhiwa. Wakiwa ndani ya treni wanaanza kufahamiana zaidi, lakini pia wanajaribu kuweza kuulizana maswali. Annabeth anasimulia jinsi gani alivyoweza kukimbia nyumbani kwao alipokuwa binti mdogo sana, jinsi alivyoamua basi kuachana na familia yake, lakini pia jinsi ambavyo aliweza kukutana na Luke pamoja na Thalia. Wakati huo Percy alikuwa bado ana hasira kali sana kuhusu baba yake ambaye basi ni Poseidon, na alikuwa anajihisi kama vile baba yake alikuwa ameweza kumtelekeza. Usiku ulipofika walala ndani ya treni, lakini asubuhi wanakuta kwamba chumba chao kilikuwa kipo katika hali ambayo ni kawaida. Hapo ndipo wanakutana na mwanamke mmoja wa ajabu ambaye mwanamke huyu alikuwa anaitwa Echidna. Mwanzoni alikuwa anaonekana kama vile ni mwanamke wa kawaida, lakini baadaye alijitambulisha kama yeye ni mama wa majitu, mama wa mizimu, watu wa kale. Hata wanyama wote walikuwa wanamuogopa, watu wote wa kutisha walikuwa wanamheshimu. Katika siku ya leo aliweza kuambatana na kiumbe ambacho si cha kawaida. Kilikuwa ni kama vile mbwa, lakini ukweli wa mambo ni kwamba huyo si kiumbe wa kawaida, alikuwa ndani ya begi. Ghafla kiumbe huyo alianza basi kuleta vurugu pale ndani. Huyo kiumbe alikuwa anaitwa Chimera, mnyama wa kutisha mwenye sifa zisizokuwa za kawaida. Alikuwa na hasira zaidi ya simba, hata mbuzi wala majoka walikuwa wasogee karibu yake. Chimera alimshambulia Percy na kuweza kumtia sumu isiyokuwa ya kawaida. Sumu ilikuwa kali kinoma noma. Percy alianza kudhoofika huku Echidna akizidi kuliamsha dude. Alikuwa na 2 kwenye moja mwanamke huyu. Baada ya treni kuweza kupata dhoruba za hapa na pale, basi waliweza kufika katika mji unaoitwa St. Louis. Watatu hawa waliweza kukimbilia ndani kabisa ya mji mrefu sana, ambayo mji huu ulikuwa na jengo moja ambalo jengo hili lilikuwa ni jengo maarufu. Jengo hili lilikuwa linaitwa Gateway Arch. Waliamini kwamba mahali hapa ni sehemu salama kwa sababu lina uhusiano na mama mzazi wa kwake Annabeth ambaye anaitwa Athena. Hata hivyo mambo yalikuwa basi ni tofauti kama walivyokuwa basi mezani. Annabeth aligundua kwamba Athena alikuwa naye pia ameweza kukasirishwa kwa kitendo cha kwake Percy kuweza kutuma kile kichwa cha kwake Medusa huko Olympus. Hivyo ulinzi katika hekalu lile ulikuwepo umeweza kuondolewa. Kwa hiyo sasa hivi Echidna pamoja na Chimera waliweza kuingia pale ndani. Kwa hiyo vurugu bado zilikuwa katika mikono yao. Hawakuwa katika kipindi ambacho ni cha usalama. Wakaanza kupanga mikakati yao. Vijana hao wadogo walikuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Kadri sumu ilivyokuwa basi inazidi basi kuendelea kuwepo ndani ya mwili wa kwake Percy, ilizidi kumwathiri muda hadi muda. Hapa walitafuta njia ya kuweza kustopisha lile jambo, lakini mambo yalikuwa tofauti. Percy alizidi kuwa dhaifu dakika hadi dakika. Alianza kufanya maamuzi ya kishujaa. Anaamua kuweza basi kubaki katika lile eneo kwa ajili ya marafiki zake ili wao waweze kuondoka na kuelekea mbali. Ilikuwa dhahiri kabisa kwamba Percy ndio alikuwa katika hali mbaya, lakini kwa Annabeth alitamani kubaki, lakini Percy aling'ang'ania kuweza kubaki katika lile eneo. Lengo la kwa Annabeth ilikuwa ni moja tu. Percy anapaswa kupelekwa katika eneo ambalo la mto ambako huko atakwenda kupona, kwa sababu matatizo haya yalikuwa yanatibika ndani ya mto ambao ni mto wa kishujaa. Mto huu ulikuwa ni mto ambao unaweza kutibu matatizo yote, na huko Annabeth alikuwa anaamini kwamba Percy atapona. Hasa naye Groove aliamua kuweza kuambatana naye. Lakini hapo kipindi ambacho basi walipokuwa wameweza kupanda moja kati ya kifaa cha usafiri katika lile eneo, walikuwa na mashaka sana, wakijua kabisa kwamba Chimera atakuwa ameweza kuingia katika ile eneo. Lakini Annabeth alikuwa ni moja kati ya binti mwenye ushujaa usiokuwa kawaida. Alizidi kuwahimiza wenzake kwamba wanapaswa wajiandae kwa jambo la aina yote. Groove alikuwa na mashaka kila muda, lakini pale bwana mkubwa Percy naye pia alikuwa na mawazo. Walipanda paka katika eneo kabisa ambalo basi wanaenda kutegemea kwamba watakutana na ulinzi wa kwake mama yake Annabeth, lakini ghafla wakakutana na vijana waliokuwa wamejipanga katika ile floor.
Sasa binti huyo alikuwa na akili sana, akaamua kuweza kubonyeza moja kati ya alarm ya fire, na kisha akili hii ilikuwa si akili ya kawaida, ikawafanya vijana wengine wote waweze kukimbia katika lile eneo la juu, wakijaribu kuweza kuokoa na wenyewe pia. Sasa Annabeth alijaribu kuweza kuongozana pamoja na Groove, huku bwana mkubwa Percy akiwa na mashaka sana. Wakaingia katika safe area, lakini pale pale binti huyu Annabeth akabaki nyuma, huku akizidi kuambia wenzake kwamba wanapaswa waelekee katika eneo la mto, ambao katika mto huo ndipo basi bwana mkubwa Percy ataenda kupata ulinzi. Sasa kipindi ambacho binti huyu basi anataka kuweza kufunga, Percy akaichukua ile kalamu yake na kisha ikageuka kuwa upanga, akamwambia kwamba naomba ushikilie upanga huu utakusaidia. Sasa Annabeth hakujua kwamba nini ambacho Percy alikuwa ameweza kujipanga nacho, akajaribu kuweza kufanya maamuzi pale pale, na kisha akawaacha wawili wale waweze kusafiri. Yeye akabaki katika ule mlango wa exit, yani mlango wa kutokea, na kisha hapo ukaanza kusikika mtikisiko usio kwa kawaida. Mtikisiko huu ulikuwa ni mtikisiko wa kwake Chimera. Chimera anakuja na umbo ambalo si la kawaida. Umbo hili lilikuwa ni umbo la kutisha. Bwana mkubwa Percy alijiandaa kwa ajili ya vita. Mwanaume wa vita alijiandaa kwa ajili ya kuweza kupambana. Lakini Chimera nyuma yake sasa alikuwepo mwanamke ambaye mwanamke huyu ndiye alikuwa anamuongoza. Chimera hakujua nini ambacho alikuwa anakifanya kwa muda huo, lakini Echidna alikuwa anazidi kumwambia pale pale Percy, utakiwa kupambana, unapaswa uweze kumwacha mnyama huyo, utakiwa kufanya jambo la aina yote. Chimera alimgurumia pale pale Percy. Percy akamkata panga la kwanza, hapo akawekwa down. Kwa mara ya kwanza Percy alijikuta kwamba amedondoka chini na upanga wake ulikuwa hauna nguvu, lakini Echidna akaamua kuweza kutengeneza moja kati ya shimo kubwa sana katikati ya arch. Sasa Percy kulingana kwamba alikuwa hana uwezo wa kuweza kupambana katika lile eneo, pale pale Chimera aliweza basi kumshambulia kwa mara nyingine tena kupitia moto, kumsukuma, na mwisho wa siku Percy alijikuta kwamba amening'inia katika lile eneo. Hatujui kwamba Percy nani ambaye anaweza kumsaidia katika siku ya leo. Sasa kulingana kwamba Percy alikuwa hana uwezo wa kujining'iniza katika lile eneo kwa muda mrefu, alijikuta kwamba Chimera alikuwa anazidi kumgurumia pale juu. Uoga pamoja na hali ambayo si ya kawaida ilimfanya Percy azidi kupoteza nguvu kila dakika. Echidna alizidi kumwambia kwamba huwezi kupambana na sisi. Hapo Percy maskini ya Mungu, kulingana kwamba alikuwa ameweza kujeruhiwa kwa mara ya kwanza, leo hii anadondoka kuanzia juu mpaka chini. Uwezi kuamini, dakika za mwisho kabisa, kipindi ambacho basi alipokuwa anashuka chini, alijikuta kwamba ameweza kuchukuliwa na maji yale yakamvuta mpaka ndani ya mto. Mapambano haya yalikuwa si ya kawaida, lakini Percy, kipindi ambacho basi dakika za mwisho kabisa, nguvu za kwake Poseidon ziliweza kuonekana, na hapa nguvu hizi ziliweza kumpa msaada usio kwa kawaida. Percy kuvutwa kwake ndani ya mto ule ulikuwa ni mto unaitwa Mississippi. Chini ya maji anakutana basi na Nereid. Nereid huyu ni mjumbe ambaye basi amekuja kuleta taarifa kutoka kwake Poseidon, ambako anamwambia kwamba baba yake anampenda, lakini kuacha tu kumpenda bado anamjali, kuacha tu kumjali bado atazidi kumlinda. Lakini Percy alikuwa na mawenge sana, ile sauti namna ambavyo basi alivyokuwa anazidi kuisikia, hakuwa anajali kile ambacho basi alichokuwa basi anaambiwa. Lakini dakika za mwisho kabisa alisikia sauti ile ilipokuwa basi najaribu kuweza kumwambia kwamba tuliza akili yako, muamini baba yako, na unapaswa tu uweze kubelieve, amini. Kijana wa watu wa kuamini kile ambacho basi alichokuwa basi anaambiwa. Dakika za mwisho kabisa akaambiwa breath. Sasa kitendo cha kuambiwa breath ni kama vile alikuwa anajaribu kuweza kuamrishwa kwamba atumie nguvu zake ambazo anazo ndani ya moyo wake na ndani ya mwili wake aweze kujifunza kuema ndani ya maji. Dakika hizi za mwisho Percy anagundua kwamba ana uwezo mkubwa ambao uwezo huu ni wa kupumua chini ya maji. Ebana, now episode ya 4 inaishia hapa, ambako bwana mkubwa Percy anafanikiwa kabisa kuweza kuema ndani ya maji. Je, baada ya Percy kufanikiwa kuweza kuema ndani ya maji, je, nini ambacho kinafuata? Je, Chimera atafanikiwa kuweza kumshambulia Percy kwa mara nyingine tena? Je, Percy atafanikiwa kuweza kumuua Echidna pamoja na Chimera? Je, vipi kuhusiana na marafiki zake ambao bado walikuwa wameweza kuelekea katika upande mwingine? Wapo salama au hawapo salama? Je, vipi kuhusiana na ile Gate H, na yenyewe pia itaanguka au itabaki katika lile eneo? Bwana, mimi nafikiri kwamba tukutana tena katika episode ya 5. Bye bye for now.